Je, umewahi kuona ama kusikia kwamba kuna mtu ambaye amejitambulisha sehemu alafu baadaye yule mtu hakusahaulika kabisa, kiasi ya kwamba wale watu ambao walikuwepo wakati anajitambulisha, hata walipokutana mahali pengine na watu wengine, bado walibaki na alama ama kumbukumbu ya ujumbe mzito wa jinsi yule bwana au yule ndugu alivyojitambulisha. Leo katika kipindi chetu cha Sunday Blessings tunaenda kuletea kujitambulisha kwa kuacha ujumbe mzito. Kujitambulisha kwa kuacha ujumbe. Kwanza, kabla tujaanza kipindi chetu, naomba nikukaribisha kama ni mara yako ya kwanza katika chaneli yetu uweze kusubscribe, na kama sio hivyo basi tunakuomba kwa unyenyekevu mkubwa sana uweze kushare linki hii na watu wengine, ili na wao pia waweze kuwa sehemu ya wale ambao wanapata maarifa haya ambayo na wewe pia unayapata. Sasa naomba nikukaribishe katika kipindi chetu cha Sunday Blessings. Leo katika nyumba zetu kama kawaida za ibada tumeweza kusikia ujumbe ambao ni mzito sana, na ujumbe wenyewe ni huu, nakwambia kwamba ujitambulishe kwa kuacha ujumbe au ujitambulishe kwa kuacha ujumbe mzito. Kwanza kabisa, katika kujitambulisha kuna mambo makuu matatu ambayo tutaenda kuyazungumzia. Jambo la kwanza ni kwamba unapokuwa na watu wengine lazima wewe uweze kujitambulisha kwa kutoa taarifa sahihi. Unapokuwa na watu sahihi, acha taarifa sahihi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba watu watakukumbuka wewe kwamba taarifa ulizoacha, majina ulioacha, mazungumzo uliyoyaacha, vitu ulivyoviacha, kwa maana ya kwamba zile taarifa zote ulizowapatia wenzako kuhusu wewe ni taarifa sahihi ambazo zinaweza kuwasaidia kufanya reference ama kutengeneza mahusiano kati ya wao na wewe, ili kuweza kuacha alama ama kumbukumbu ya kudumu. Kuna nyakati unaweza ukajitambulisha ama mtu akajitambulisha na wale wanaomsikiliza wakaona hizi taarifa kama sio za uongo, basi inawezekana hizi taarifa si za uhakika. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, wewe unakuwa kwenye nafasi ya kupunguza uwezekano wa kuweza kuhusiana na watu wengine kwa sababu tu ya jinsi ambavyo wewe unatumia mtindo wako wa kuweza kujitambulisha ama kujitambua. Na hapo kasisi akatumia neno moja kwamba Yesu alijitambulisha kwa usahihi kwa wanafunzi wake, ama Mungu alimtambulisha Yesu kwa usahihi kwa wanafunzi wake, na ndiyo maana aliweza kueleweka vizuri zaidi kwa sababu utambulisho wake ulikuwa ni sahihi kabisa kwa wanafunzi wake, na hivyo ukaacha alama ya kudumu kwa wanafunzi wake. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tukaenda kujifunza kwamba unapojitambulisha lazima uweze kuacha alama ama ujumbe wa kudumu. Kwa mantiki hiyo, ule ujumbe ambao unauacha wakati wa kujitambulisha ndio ujumbe ambao watu wanaendelea kuishi wakiukumbuka. Siku moja mtu mmoja anakutana na mwenzake, anamuuliza, unamfahamu fulani? Anasema ndio, niliwahi kukutana naye siku moja akiwa na marafiki zake ama kwenye sherehe. Nakumbuka jinsi ambavyo aliweza kujitambulisha. Wanakukumbuka kwa sababu jinsi ulivyoweza kujitambulisha na kuweza kuacha ujumbe mzito sana. Ndio maana tunasema kwamba ili wewe uweze kuwa kiongozi bora, pia uweze kuwa mfanyabiashara mzuri, lazima uweze kuwa mahali unapofika alama inaweza kubaki, watu wanaweza kukumbuka. Na hapo ndipo ambapo kasisi aliweza kutumia maneno mengine kwamba Yesu alijitambulisha kwa alama nzito. Fikiria, anawaambia wanafunzi wake kwamba yeyote atakayeula mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo anao uzima wa milele. Huo ni ujumbe mzito sana, kwa sababu wote waliokuwa wanausikiliza ule ujumbe walianza kujua kabisa kwamba kwa mantiki hiyo, kama unataka uweze kupata uzima wa milele au uweze kufika mbinguni, kwa mantiki hiyo, maana yake ni kwamba lazima uweze kula mwili wake na damu yake. Hao watu kwa vyovyote sio watu ambao wangeweza kusahau ujumbe huo au kumsahau kwa mantiki hiyo, na ndiyo maana desturi hiyo au wanafunzi hao wa Yesu waliendelea kuishi kwa yale ambayo yeye aliweza kuwapa, kwa sababu anapojitambulisha kwao kwa jinsi hiyo, amejitambulisha kwa kuacha ujumbe mzito sana. Na ndiyo maana tunasema kwamba hata unapokuwa unajitambulisha mahali popote, katika biashara, katika uongozi, katika marafiki ama katika watu ambao wanakufahamu, acha ujumbe mzito ambao ule ujumbe utasababisha watu waweze kukumbuka wakati wote, kwa sababu unapokutana na wenzako, kimsingi unatengeneza marafiki, kimsingi unatengeneza mahusiano ambayo hayo mahusiano yanapaswa yawe ni mahusiano ya faida kwako. Kwa mantiki hiyo, ule ujumbe unaouacha ndio utakaojua au utakaoacha kwamba ni kwa kiasi gani watu wataendelea kukufuatilia ama kuwa karibu na wewe kama ndugu, kama marafiki, kwa sababu tu ya kile ambacho siku ya kwanza uliweza kukiacha. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, tunasema kwamba katika kujitambulisha tunatengeneza mahusiano. Tunatengeneza mahusiano. Kwa mantiki hiyo, kujitambulisha pekee hakuishii hapo. Unapokuwa uko ofisini umejitambulisha kama nani? Unapokuwa unafanya biashara yako umejitambulisha kama nani? Unapokuwa ni kiongozi umejitambulisha kama nani? Unapokuwa na wenzako umejitambulisha kama nani? Kwa maana ya kwamba wewe
mahusiano yako ya jinsi ulivyojitambulisha ama jinsi ulivyojiweka kwa wenzako ndicho hicho ambacho tunahitaji kiweze kuwa ni alama ya kudumu kwenye maisha yao. Upendo unaowapatia, mahusiano unayoyajenga, nguvu unayoitumia kuwasaidia wenzako, mashirikiano ama ushirikiano unaouonyesha kati ya wewe na wenzako ni alama unazoziacha, na hiyo ndio inayotengeneza zaidi mahusiano makubwa kati ya wewe na wenzako. Haikuishia tu kwamba watu kuweza kujitambulisha na kuacha ujumbe mzito, lakini mahusiano yaliendelea, ule undugu uliendelea, ili kuweza kuhakikisha kwamba ili uweze kuona thamani ya mahusiano kwa rafiki ama ndugu yako ama mtu yoyote ambaye unafanya naye shughuli yoyote, ni kwa kiasi gani anaweza kuwa ameweza kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo wewe unapokuwa unatembea, unapokuwa unahusiana na wenzako unaacha ujumbe, lakini kumbuka kwamba unahitaji kuwa ni chachu ya kuweza kubadilisha maisha ya watu wengine, ili waweze kusema kwamba niko na rafiki yangu, niko na ndugu yangu huyu, na niko na huyu mtu ambaye siku ya kwanza alijitambulisha kwangu, lakini huyu ameweza kubadilisha maisha yangu. Na hiyo maneno yako, matendo yako na mahusiano yako na mambo yako mengine yote unayoyatenda yatakuwa ni chachu ya kuweza kutengeneza mahusiano mazuri. Anza sasa kujitambulisha kwa wenzako kwa taarifa sahihi, lakini pia anza kujitambulisha kwa wenzako kwa kutoa ujumbe mzito. Tunakushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia, na nikuombe tena kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza, tunakuomba uweze kusubscribe katika chaneli yetu, lakini kama sio hivyo, tunakuomba kwa moyo unyenyekevu mkubwa sana uweze kushare link hii na watu wengine, ili na wao pia waweze kuwa sehemu ya wale ambao wanapata maarifa haya ambayo wewe pia unayapata. Tunakushukuru sana, na tunasema siku zote kwamba kila kitu kinaanza na wewe. In that case, it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante na karibu sana.